ukirudi Misri hujafa. Ukirudi Misri hujafa. Kumbe unatakiwa ukisha toka Misri ufe. Ufe. Okay. Nafikiri utanielewa. Naomba nisikilize kwa makini kabisa. Na ukiweza kunisikiliza kwa makini, utaweza kuelewa kwamba kumbe nikirudi Misri nitakuwa bado sijakufa. Utakuwa bado uko hai. Na kumbe unatakiwa kama umetoka Misri, kama umeshahama Misri, ufe. Uwe maiti. Sikiliza. Ili nijenge hoja yangu vizuri, nataka nikwambie story fupi. Nitakusimulia story fupi ambayo nataka nisimulie kwa vitendo, ili sasa baadaye nikupeleke kwenye kile ambacho nataka kujenga uelewe. Mwisho wa siku usije ukarudi Misri. Miaka ile ya nyuma sana, kwenye nchi, nafikiri ilikuwa ni nchi ya Amerika kule walikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo viliitwa American Civil War. Hiyo American Civil War au hiyo vita ya Amerika ya wenyewe kwa wenyewe walipigana takriban miaka 5, kuanzia mwaka 1861 mpaka mwaka 1865. Takriban miaka 5 walikuwa wanapigana. Sasa vita hii ilikuwa na shida moja, au ilikuwa na kitu kimoja ambacho kiko interesting, kinavutia, kwamba walikuwa wanapigana wao kwa wenyewe, lakini sasa ilikuwa inawezekana mtu ambaye hataki kwenda kupigana vita vile, yani sio kwamba hataki, ana udhuru wa kwenda kupigana vita, alikuwa ana ruhusa ya kumnunua mtu mwingine, ndugu yake au rafiki yake, kwamba bwana nenda kapigane badala yangu, lakini mtu yule anampa pesa. Nataka nieleze kwa nikieleza hivi utaelewa vizuri kwa kuonyesha mifano ya hawa watu. Sasa hawa watu wote walikuwa ni wa Amerika, wako pale Amerika. Na vita ni ya wenyewe kwa wenyewe, watu wanapigana na makabila, hili linapigana na kabila hili. Sasa huyu bwana tuseme sasa anaitwa, ngoja tumpe jina tu la kizungu leo, lakini baada ya hapa msimuite hilo jina. Jina lake anaitwa Levocatus. Nampa tu jina la kizungu kwa sababu ya huu mfano. Huyu tumuite Mr. Pratt. Hebu sema Mr. Pratt. Huyu anaitwa Mr. Pratt. Sasa huyu tumuite Mr. White. Ingawaje ni mweusi, acha tu tumuite Mr. White. Tuko pamoja? Tumuite Mr. White. Sasa huyu bwana Mr. Pratt, yeye akaona sasa hataki kupigana hii vita kwa sasa, au ana udhuru ambao unamfanya asiende kupigana ile vita. Kwa hiyo kitu alichofanya, alitoa pesa mfukoni, unayo pesa, akampa huyu Mr. White, mpe hela yoyote, lakini baadaye umrudishie. Mpe tu hata 1,000 hata akampa hii, akamwambia nenda kapigane vita badala yangu. Tuko pamoja? Aende kupigana vita. Huyu Mr. White akaenda kupigana ile vita badala ya nani? Badala ya Mr. Pratt. Tuko pamoja? Sasa huyu Mr. White kwa sababu amepewa minoti, akaona kweli aenda akapigane. Basi wewe nenda kapigane alafu usirudi. Nenda kapigane alafu usirudi. Mr. White akaenda kupigana ile vita akafa. Alivyokufa Mr. White, huyu bwana Mr. Pratt yeye akaendelea na kazi zake. Akaendelea na shughuli zake kama kawaida. Kwa sababu vita vilikuwa bado vinaendelea, yule mkuu wa majeshi akaja tena kumwandikisha Mr. Pratt aende kupigana vita. Hapo ndio kimbembe kilianza. Mr. Pratt akaja na hii kabrasha yake ambayo inaeleza kwamba bwana mkuu wa majeshi, mimi sina haki tena ya kwenda kupigana vita
Kwa nini? Kwa sababu nilishakufa zamani. Umekufa, mbona tunakuona Mr. White amekufa kwenye kifo changu. Akaonyesha mkataba waliokubaliana. Tuko pamoja? Akaonyesha mkataba. Unaona hapa? Tuliandikishana kwamba anaenda kupigana kwa niaba ya nani? Kwa hiyo aliyekufa sio Mr. White, mimi ndio nimekufa, kwa sababu Mr. White amekufa kwa niaba yangu. Tuko pamoja? Mr. Pratt akasave ngoma, akaambia basi bwana, nenda kakae nyumbani. Wewe huhitaji tena kupigana vita na wala hauna mashtaka yoyote. Sijui kama unanielewa. Hiki ndicho kitu alichokifanya Yesu kwenye maisha yetu. Hiki ndicho alichokifanya Yesu kwa maisha yetu. Tofauti inakuwa ndogo sana kwamba Yesu yeye hakwenda msalabani kwa sababu sisi tulimlipa. Hatukuwa hata na senti 5, hatukuwa hata na chapa. Hakwenda kama Mr. White alienda kufa kwa sababu ya tamaa zake za fedha. Yesu hakufa kwa sababu ya tamaa yake ya fedha. Yesu alikufa kwa sababu mimi na wewe alitupenda. Tulikuwa wapendwa wa Mungu, ndio maana Yesu akaja kufa kwenye nafasi yetu. Sisi ile vita, kile kifo kilikuwa kinatuhusu sisi. Lakini Yesu akafa. Ndio hiyo ambayo tunaita kwamba ukombozi wetu kutoka utumwani, kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Tuko pamoja? Tulikombolewa na Yesu kwa kifo chake cha msalabani. Kwamba sasa hatuwezi kufa tena. Hatuwezi tena kuwa watumwa tena wa dhambi. Hatuwezi tena kurudi kwenye Misri yetu ya kiroho. Kwa sababu Yesu ametutoa huko. Tuko pamoja? Sasa unaweza ukashangaa, unamwona Mkristo leo bado anaishi tena kama mtu wa Misri. Hebu nisomee kwenye andiko moja hili hapa, kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Soma tafadhali. Tunataka twende haraka haraka tumuone Yesu alichokifanya. Wakorintho wa pili 5:21. Yeye huyo asiyejua dhambi, yani Yesu Kristo, alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu. Sisi tuwe haki ya Mungu katika Yesu Kristo. Tuko pamoja? Sasa huyu Mr. Pratt alipata haki ya kuendelea kuishi sio katika vita, kwa sababu yeye alimlipa yule Mr. White. Sisi hatukumlipa Yesu kitu chochote. Hii ndio neema. Unaposikia kitu kinaitwa neema, neema ni kitu ambacho unaweza kufanyiwa na Mungu pasipo wewe kustahili. Kuna wanafunzi wangu wa Biblia, siku moja nikawa nawaambia, walikuwa naita kila kitu ni neema. Nasema kula ugali ni neema. Kula ugali sio neema. Nani alikwambia kula ugali ni neema? Ukisema kwamba kula ugali ni neema, kuna majamaa hayamjui hata Yesu, yanakula chips kuku kila siku. Nani sasa mwenye neema? Hayamjui Yesu, lakini nakula chips kuku alfajiri, mchana na jioni kama Panadol. Unafikiri kula chips sio neema? Neema ni kitu ambacho Mungu anakufanyia ambacho wewe hukustahili, tena huna uwezo, alafu hustahili kufanya. Yes. Huwezi kukifanya hata ukipewa, hata ukifanya nini, huwezi kukifanya. Hiyo ndio neema. Ndio neema. Wengine wanasema neema kuoa. Kuoa ni neema. Kuoa sio neema. Kuoa ni wajibu. Mungu alisema nendeni mkaijaze nchi, ni wajibu wako. Oa. Sasa Mungu akinipa neema nitaoa. Unajichelewesha. Hakuna neema ya kuoa. Hakuna neema ya kuoa wala kuolewa. Mimi niliwaambia siku moja hapa, nikamwambia, yani wewe kama ni msichana unaona wanaume wanapiga chenga, mfate mwambie, bwana sasa vipi? Wewe hutaki? Sio neema.
ukisubiri neema utazeeka. Mwambie, kwani umekatazwa wewe usiwaambie? Wapi kwenye Biblia imesema kwamba mwanamke asiende kumwambia mwanaume kwamba nioe? Wapi imeandikwa? Hajaandikwa. Sio neema. Sio neema. Halo? Mwambie kama umelizika naye, umemwona wewe bwana, sikiliza. Wewe kama ukiona vipi, mwambie hata nimeona maono. Mwambie hivyo, nimeona maono. Kama unaona atashtuka, mwambie nimeona maono. Mungu amenionyesha kabisa wewe ni wa kwangu. Hawezi kuchomoa. Sikiliza. Neema ni kitu ambacho Mungu anakufanyia ambacho wewe ulikuwa hustahili kufanya, wala ulikuwa hustahili kupewa. Na hiki ni wokovu. Haleluya. Huu ni wokovu ambao tumeupata msalabani, pale ambapo Yesu alitufanya sisi tuwe haki ya Mungu wakati tusingefaa kuwa haki ya Mungu. Tuko pamoja? Hatungefaa, hata kama tungefanya nini, hata kama tungeshika Torati, hata kama tungesali, hata kama tungeimba, hata tusingeweza kuwa na haki ya Mungu pasipo kifo cha Yesu pale msalabani kutupa haki. Haleluya. Alipochukua dhambi zetu, yeye akawa haki yetu. Tuko pamoja? Kwa sababu hii sasa, ngoja nikwambie, kwa sababu hiyo sasa, Shetani hana haki ya kukuandikisha katika jeshi lake. Halo? Shetani kama kale ka jamaa ka Mr. Pratt kalimgomea yule mkuu wa majeshi kwamba bwana, mimi nilikuwa nimemlipa Mr. White, siwezi, nimeshakufa tayari, na akakaacha. Je, sisi ambao tumefiwa na Yesu? Je, sisi ambao tumefiwa na Yesu, amekufa kwa badala yetu, tunatakiwaje tena kwenda kuingia kwenye jeshi la Shetani, tukaandikisha, tukaanza kupigwa shot kulia, shot kulia, shot na Shetani kwenye jeshi lake, wakati tayari ulishakufa? Sikiliza, unapigaje tena shot kulia ya Shetani? Kupiga shot kulia ya Shetani ni sawa sawa na kurudi Misri. Ndio kurudi Misri. Tuko pamoja? Ndio kurudi Misri. Na ukiangalia, unaweza ukaona kweli kwamba kuna Wakristo wengi sana ambao hata tumekula nao Pasaka, tumesherekea nao, lakini wako tayari kurudi Misri, au tayari umekusha rudi Misri. Kwa nini? Wanapiga shot kulia za Shetani kama vichaa. Yaani kama hawajitambui, wanapiga shot kulia za Shetani kama hawajitambui. Shetani anasema kushoto geuka, kulia geuka. Hawajui hata kulia. Shetani anawazungusha tu. Nyuma geuka. Shot kulia za Shetani. Wako kwenye gwaride ya Shetani kwa sababu Shetani amekwisha waandikisha tena. Licha ya kwamba Yesu amekufa kwenye nafasi yao, hawatakiwi tena kucheza hili jeshi la Shetani, lakini wanacheza jeshi la Shetani. Ngoja, nina vipengele vichache ambavyo nafikiri utakubaliana na mimi kwamba kuna watu wanacheza gwaride la Shetani. Tukiachilia uongo ambao ni mwingi sana kwa watu, wanadanganya tena, hasa kwenye simu humu watu wanadanganya sana vitu. Mpaka unamwangalia mtu kwamba anaongea na simu hapa, unaona kabisa huyu jamaa anadanganya. Ila yule ambaye yuko ng'ambo ya kule, kwa sababu haoni, basi huyu anapata haki ya kudanganya. Lakini uongo ni kucheza gwaride la Shetani. Anakupigia mke wako, baba fulani uko wapi? Niko saruni.
kumbe haupo hata saluni. Uko barabarani tu, uko sehemu fulani, mama anakuja nyumbani, kumbe unaenda kwa shosti. Sijui kwa nini waliwaita shosti, sijui kwa sababu ni wafupi sana. Na wambea shosti wanaitwa mashosti. Kurudi kwenye njia zako za kale, kufanya yale mambo ya zamani, urafi. Nani anajua kama urafi ni dhambi? Nani anajua kwamba urafi ni dhambi? Yaani zimetengwa nyama hapa, au ngoja nitoe mfano huu. Zimewekwa pale kama zilivyokuwa zimewekwa pale zile hot pot pale, mliziona zile za Pasaka zilivyokuwa zimetanda, nyama kuku nini mbuzi. Sasa ukafika pale wewe ukawa unataka sahani yako ijae sana kuliko watu wote. Unajua maana yake ni nini? Ngoja tusome maandiko. Sasa tatizo nyie mnataka kuharakisha wakati. Hebu tusomee Mithali 23 mstari wa 20. Soma pale. Tena zimetajwa Mithali 23 mstari wa 20 mpaka 22 nafikiri. Mpaka 21, mpaka soma mpaka 21. Maandiko yanasema, usiwe miongoni mwao uwanywao mvinyo, miongoni mwao walao nyama kwa pupa, kwa maana mlevi na mlafi huingia katika umaskini, na upotevu umvika mtu nguo mbovu. Yaani mlevi na mlafi ni kitu hiki. Wanaocheka walevi. Sisi warokole huwa tunapenda sana kuwacheka walevi. Yaani ukimwona mlevi unamwona huyu ni wa jehanamu moja kwa moja. Unajisahau wewe kwamba mko grupu moja mnapofika kwenye nyama. Zikiwekwa nyama hapa tu utawaona walafi. Anaanza kuzichagua kwa macho kabla hajafika kwenye nyama ambazo zinataka kutoka. Urafi ndio uroho. Ndio uroho. Ni dhambi. Biblia inasema wazi ni dhambi. Ni dhambi. Ni dhambi. Na waroho mara kwa mara ni wachoyo. Mroho mara kwa mara ni mchoyo. Hawezi kukupa kitu ambacho anataka yeye kukila akakupa wewe. Yaani ile sheria ya Yesu ya kusema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako, kwa mroho haipo. Hiyo haipo. Ni dhambi. Uroho na uchoyo ni dhambi. Walokore wengi ni wachoyo. Bisheni ni wachoyo na ni warafi. Wachoyo na ni warafi. Sitaki kutolea mifano mingi, lakini nataka kuambia kama uchoyo ni urafi. Uchoyo ni urafi. Wewe unataka unywe soda 8, wenzako wanywe soda 1. Pengine unafika mahali kwenye sherehe unataka unywe soda 8, wengine ni 1. Uchoyo na urafi. Kwa nini wasinywe 1 kila kama wale wengine? Sikiliza. Hiyo ni recruitment ya shetani kuturudisha katika nini? Katika misiri zetu. Kama haujafa kweli utaendelea kwa mroho na mchoyo. Kama haujafa. Hebu nisomee mstari mwingine wa mwisho pale kwenye ile hiyo Mithali 25:16 tafadhali. 16 vinasema, Je,
Umeona asali? Umeona asali? Kula kadri ya kukutosha. Ukiona asali, kula kadri ya kukutosha. Usije ukashiba na kuitapika. Yaani hata kama ni vitamu, usijihadikije. Watu tunaita sisi kujihadikija. Hebu sema kujihadikija. Kula kiasi. Usije ukala ukapitiliza, manake utatapika. Kitamu, nyama ni tamu, asali ni tamu, kula kiasi. Biblia inatuambia kula kiasi. Sasa recruitment ya shetani inaturudisha kwenye tabia zetu za zamani. Inatuingiza kwenye jeshi kupigana vita vya zamani ambavyo kimantiki sisi Yesu alishatufia. Hatuhitaji tena kupigana hizo vita. Hatuhitaji tena kufanya hayo matendo ya zamani. Hatuhitaji kuingia tena kwenye vile vitu vya zamani. Hatuhitaji tena kuingia kwenye usengenyaji wa zamani. Hatuhitaji tena kugombana kama tulivyogombana zamani. Hatuhitaji tena kuzungumza na mtu kwa jazba kama tulivyokuwa tunazungumza zamani. Hiyo ilikuwa ni jeshi lingine ambalo sisi tumekwisha kufa kwalo kupitia Yesu Kristo. Kataa kuandikishwa na shetani kwenye hili jeshi. Unao mkataba na Yesu, muonyeshe mkataba. Shetani akija, muonyeshe mkataba. Mwambie, Mr. Devil, no. I'm not going to fight this war. Mwambie, hii vita sipigani, hainihusu hii vita. Kwa nini? Nimeshakufa kupitia Yesu Kristo. Uzinzi, nimeshakufa kupitia Yesu Kristo. Umbea, nimeshakufa kupitia Yesu Kristo. Si nini? Nimeshakufa. Uchoyo, nimeshakufa. Ukahaba, nimeshakufa. Uchawi, nimeshakufa. Siwezi kupigana kwa sababu nimeshakufa. Wangapi sasa wameshaanza kukiona kifo chao? Wangapi wameshaanza kukiona kifo chao? Wangapi wanaamini kwamba mpaka nikimaliza ujumbe wangu watakuwa wameshakufa kabisa, maiti tikitiki? Bado mtaelewa tu. Mtaelewa tu. Sikiliza, ngoja niende hapa. Ngoja niende hapa. Kwamba nzuri zaidi ni hii. Yesu alipokufa pale msalabani, alipokufa kwa nafsi zetu, na sisi tulikufa pamoja naye. Sio kama kile kifo cha Mr. White ambaye alipokufa yule Mr. Pratt alibaki yuko hai. Lakini sisi kumbe Yesu alipokufa pale msalabani kwa ajili yetu, na sisi tukashiriki yale mauti, tukafa. Haujanielewa? Warumi 6:6 soma. Warumi 6:6 mpaka 7. Warumi sura ya 6 mstari wa 6 mpaka mstari wa 7, soma tafadhali. Sura 6 mstari wa 6 hadi 7. Maandiko yanasema, ndio, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale, ule wa zamani, ulisulubishwa pamoja naye. Ulisulubishwa na Yesu pale msalabani. Wakati anakufa kwa ajili yetu, ule utu wetu wa kale ukasulubiwa na Yesu pale msalabani. Ili mwili wa dhambi ubatilike, yani usiwepo tena. Tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyokufa amehesabiwa haki. Yes. Mbali na dhambi. Amen. Do you understand? Sijui kama unalielewa hili neno. Sisi kumbe pale Yesu yuko msalabani, na wewe ulikufa pamoja naye. Lakini ambacho kilikufa ni ule utu wetu wa kale, ukawa umekwisha. Hatuwezi tena kuishi katika ule ukale. Hebu nisomee hiyo mstari wa 11, 6 mstari wa 11. Nataka nikuonyeshe hapo kitu kimoja ambacho sasa kitakuonyesha kama unatakiwa uwe maiti ama uwe hai. 11 anasema,
Vivyo hivyo na nyinyi ninyi sasa. nanyi Vivyo hivyo nini na nyinyi sasa? jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Vivyo hivyo sasa mjihesabu kwamba na nyie ni wafu kwa dhambi. Ujihesabu wewe ambaye Yesu amekufia, ujihesabu kwamba kwenye dhambi wewe ni maiti, lakini uko hai kwenye mambo ya Mungu. Yakija mambo ya Mungu uwe hai, lakini ikija dhambi uambie mimi nimekufa. Kwa nini? Kwa sababu hizo dhambi ndio Yesu alizifia, na wewe umekufa pamoja naye Yesu Kristo. Na ule utu wako wa kale umesurubishwa pamoja na Kristo. Maana yake ni hii, kwa Mkristo ambaye amemaanisha, anatakiwa aione dhambi kama maiti inavyoona pilau. Maana yake ndiyo kwamba Mkristo ambaye amemaanisha anatakiwa aione dhambi kama maiti inavyoweza kuona pilau. Ukiona maiti yoyote ile inapitishiwa sahani ya pilau hapa, alafu pua za maiti zinacheza hivi, ujue huyo hajafa. Ujue hajafa. Maiti haisikii harufu ya pilau. Maiti haiwezi kusikia harufu ya pilau, hata kama ungeweka viungo gani, haisikii. Hizi maiti za Kristo hizi, ikipita pilau unasikia pua zile. Ikipita dhambi, amekufa kweli huyu? Amekufa kweli huyu? Wewe mtesti tu mlokole, mpeleke kwenye dhambi, uone kama atakuwa maiti. Ukiona anatetemeka, unajua hii sio maiti. Wengine unatetemeshwa na visketi tu vifupi, eti anakosa amani, anasikia sasa sketi na kukosesha amani. Hujafa. Mtu aliyekufa hatetemeki eti kwa sababu ameona sketi fupi. Hatetemeki hata nusu dakika. Maiti haina communication, haina mawasiliano na kinachoendelea duniani baada ya kufa. Maiti haina mawasiliano na kinachoendelea duniani chochote kile baada ya kufa. Babangu alivyokufa, babangu alikuwa chakaramu kidogo na alikuwa hapendi kelele. Sisi katika familia ametuzaa watoto wengi, tuko watoto wengi sana. Labda idadi nitakutajia siku nyingine. Kwa hiyo kwa sababu ya watoto wengi tulikuwa na kelele nyumbani sana, kelele. Na kitu ambacho baba alikuwa hakipendi ilikuwa ni kelele. Sasa alikuwa na sauti moja, akitukuta tunapiga kelele. Saa nyingine tulikuwa tunaweza kupiga kelele hata kwa ajili ya chakula, labda kimetengwa, huyu unaona wewe unavuta sana. Watoto kama hivyo unavyojua, hata kama wakiwa wawili unaweza ukasikia kelele wakati wa chakula. Sisi tulikuwa wengi sana, zaidi ya 10 na. Kwa hiyo tulikuwa na sababu, kila sababu ya kupiga kelele. Ila baba yetu alikuwa na sauti moja tu ambayo kila mtu, hata panya wa nyumbani kwetu akisikia walikuwa wanatulia. Alikuwa hey! Akifanya hey! Kimya. Hata panya walikuwa wanakimbia mle ndani, tulikuwa na panya wengi. Hey! Kimya. Siku hiyo nimeambia baba yangu amekufa. Nilikuwa mbali, nikakimbia, nikawahi. Mimi ni mtoto mkubwa. Nikawa nimejikaza na nikawa nakataza wale wengine wasilie. Kaambia kwa nini mnalia? Acha kulia. Acha kulia. Nikimkuta mtu anambia usilie, piga marufuku watu wote wasilie. Maiti ya babangu wameiweka pale.
kwenye chumba kimoja. Acha kulia. Na kweli na mimi nimekakamaa, macho makavu. Sina tone lolote la chozi. Ngangari, mtoto mkubwa. Alafu nakataza wengine. Sili. Wakaja shangazi zangu. Walikuwepo shangazi zangu, dada zake na marehemu. Wanalia afadhali mtu aliyechomwa sindano. Wale wa dada zake na marehemu walikuwa wanalia, sijawahi kuona mtu analiaga hivyo. Lakini kilicho ni impress mimi sio machozi yao waliokuwa wanalia. Ni zile kelele ambazo walikuwa wanazipiga pale kwa baba. Yuko pale, namwangalia baba, alafu nawaangalia wao. Baba amenyamaza kimya. Wao wanapiga kelele, mimi mwenyewe zinanikela zile kelele ambazo wanalia. Na mimi pale ndio nililia. Nikasema kumbe baba amekufa kweli. Kwa sababu kama angekuwa mzima, hizi kelele angekuwa ameshasema hey! Hawa wangenyamaza. Wasingeendelea kulia. Yaani ingekuwa mzima baba, angeza hey! Mara moja. Wale akina shangazi wangenyamaza. Pale ndio nikasikia machozi na mimi anaanza kutiririka. Kumbe kweli amekufa. Hasikii hizi kelele. Wanavyopiga kelele hivi kumbe hasikii. Maiti haina communication. Unaweza ukaifanyia kitu chochote. Biblia sisi inatuambia leo, sisi ambao Yesu ametufia msalabani, tunatakiwa tuwe maiti kwa dhambi. Tusiwe na mawasiliano na dhambi. Tusisikie dhambi. Tusinukiwe harufu ya dhambi. Tusiifate dhambi. Tuikwepe dhambi. Mungu awabariki.